Hadithi ya ngapi? Kwa namba zinakwenda tofauti tofauti hizi. Babu ta'dhimi hurumati almuslimina wa bayani huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim. Hadithi ya kwanza ilikuwa ya Abi Musa, hadithi ya pili Nu'man bin Bashir, hadithi ya tatu Abi Huraira, ya nne Aisha, ya tano Jariri, ya sita Abi Huraira, ya saba Aisha, ya nane tena Aisha, ya tisa Abi Qatada, ya 10 Jundubu, ya 11 Ibn Umar, ya 12 Abi Huraira, ya 13 anhu tena kwa Abi Huraira, ya 14 anhu tena kwa Abi Huraira, ya an Anas. وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. إن شاء الله. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kitabu tunachokwenda nacho ni Riyadhus Salihina na mwandishi ni Abi Zakaria Yahya Sharafuddin an-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Na leo tuko kwenye mlango wa babu ta'dhimi hurumati almuslimina wa bayani huquqihim, mlango wa kutukuza heshima za Waislamu na kubainisha haki zao, wa shafaqati alaihim wa rahmatihim, na kuwapenda na kuwaonea huruma. Tuko kwenye hadithi hii ya 10 na ngapi mlionambia? Wa an Anas radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kwenye kopi niliona mimi ya kitabu hakuna namba katika hadithi kwamba namba ngapi. Kwa hiyo tunakwenda tu kwa mujibu zinavyotiririka. Kwa hivyo vitu vingine kama vimeweka namba, zingatieni hizo namba, lakini mimi kwangu huku hakuna namba. Wa an Anas, na kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, Mungu amwiradhi. Na sahaba huyu Anas bin Maliki tumeshataja habari zake tulipokuwa tukisomesha suwaru min hayati sahaba, kama mtakumbuka, na ni miongoni mwa masahaba walioishi umri mrefu sana, na kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliingia Madina akiwa huyu Anas ana miaka 10 hivi kiasi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki dunia Anas bin Malik alikuwa na kiasi cha miaka 20, na baada ya hapo akaishi kwa zaidi ya miaka 80. Ni mmoja katika masahaba waliochelewa sana kufa, yani wameishi umri mrefu, na wamesomesha watu wengi sana, na ni mtoto wa Madina, mwana kindaki Anas bin Malik. Qala, kasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la yu'minu ahadukum, haamini kisawasawa mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake, yani muislamu mwenziwe, ma yuhibbu li nafsihi, kile ambacho yeye mwenyewe anajipendelea nafsi yake. Muttafaqun alayh. Hadithi imefikiwa na Bukhari na Muslim. Haitimii imani ya Muislamu ikiwa hampendelei jema analolipendelea nafsi yake mwenyewe, hampendelei ndugu yake mwenziwe Muislamu, anamtakia Muislamu mwenziwe mabaya yamkute, aharibikiwe, huyo imani yake sio kamili. Na wafasiri wengi wa hadithi wanasema hii nafyu la yu'minu nafyu kamali al-iman, haamini kisawasawa, haamini kikamilifu. Sio maana yake hana imani hata chembe, lakini imani yake haijakamilika kama ikiwa hajamtakia kheri Muislamu mwenzake. Hadithi hii imo ndani ya kitabu cha Bukhari na kitabu cha Muslim, ambavyo umma wa Kiislamu umekubaliana kwamba vitabu hivi ndio vitabu vinavyotegemewa zaidi, hasa katika madhehebu ya Sunna. Lakini hata katika madhehebu nyingine, japokuwa wanatoa vipaumbele kwa vitabu vyao, lakini bado na hivi pia wanavikubali. Sasa leo tena Muislamu kumtakia baya Muislamu mwenziwe, yanatokea wapi? Kwa nini tunaweka imani haba? Tunazipunguza imani zetu kwa kutakiana mabaya, kwa kulaaniana.
kwa kuchukiana, kwa kusemana vibaya, kwa kuwekeana mikakati mibovu wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana baraka katika mambo yetu inaondoka, kwa sababu tunaipunguza ile imani. Hadithi ni nzito kweli. La yu'minu ahadukum, haamini kisawasawa mmoja wenu, hata yuhibba li akhihi, mpaka ampendelee ndugu yake, ma yuhibbu li nafsihi, lile ambalo analipendelea nafsi yake. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Wa anhu, na kutoka kwake tena Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, kasema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema mjumbe Mwenyezi Mungu, rehma na amani zimshukie, unsur akhaka zaliman au madhluman. Faqala rajulun ya Rasulullah, ansuruhu idha kana madhluman, araaita in kana zaliman kayfa ansuruhu? Qala tahjuzuhu au tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dhalika nasruhu. Rawahu al-Bukhari. Hadithi hii nayo tena nzito sana. Kulikuwa na methali ya Kiarabu ikitumika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambayo methali ile ikitumika kijinga, yeye kaitumia tena methali ile, lakini kaipindua akaitumia kwa werevu. Methali ilikuwa inasema, unsur akhaka zaliman au mazluma, mtetee ndugu yako akiwa anadhulumu au akiwa anadhulumiwa, wewe kuwa naye tu. Yani yule ndugu yako kama kaiba, basi mtetee katika ule wizi wake, na kama kaibiwa mtetee katika kule kuibiwa kwake. Ndio methali ilivyokuwa ikisema. Ilikuwa methali ya kijahili kwamba wewe muunge mkono tu ndugu yako, akifanya baya muunge mkono, na akifanya zuri muunge mkono. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiona methali hii haina mantiki na falsafa sahihi katika maisha, akaibadilisha kimaana, lakini akaitumia vile vile, akasema unsur akhaka zaliman au madhluman. Na mimi nasema hivyo, mtetee ndugu yako, akidhulumu mtetee, na akidhulumiwa mtetee. Halafu akawatizama watasema nini masahaba. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja bila shaka katika masahaba, na kwa maneno yake anasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Maana yake anamtambua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ni mtume, kwa hivyo ni sahaba, ingawa hajatajwa jina lake. Wachekechaji na wapekuaji wa mambo ya historia wanaweza kwenda ndani wakasema huyu alikuwa fulani, lakini mimi kusema kwenye hadithi ikifikia sahaba ikawa an rajulin au qala rajulun, kwa wanazuoni wa Kisunni haidhuru kitu, kwa sababu masahaba wote katika kuelezea mambo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaleti tatizo lolote katika mtazamo wa wanazuoni wa Kisunni. Kwenye mtazamo wa wanazuoni wa Kishia kidogo iko tofauti, na hata ibadhi kuna sehemu wanaweka comment kidogo. Lakini hapa anayetusimulia ni Anas bin Malik, wala sio huyu mtu, kwa hivyo hakuna tatizo lolote. Faqala rajulun, kwa madhehebu zote hakuna tatizo, iko msimuliaji ni Anas bin Malik, ndio anayesimulia tukio, sio huyo mtu asiyejulikana. Lakini yule aliyesimama pale Anas hakumtaja jina lake. Faqala rajulun, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume Mwenyezi Mungu, ansuruhu idha kana madhluman, nitamtetea ndugu yangu akiwa anadhulumiwa. Hili halina shaka. Araaita, unaonaje, in kana zaliman kaifa ansuruhu, ikiwa yeye ndio aliyedhulumu nitamtetea vipi? Anaichallenge ile methali ya Kiarabu ya unsur akhaka zaliman au madhluman. Akiwa kadhulumiwa sawa, nitamtetea. Akiwa kadhulumu unamtetea vipi na kafanya kosa? Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam maksudi analeta maneno haya kutafuta uchokozi miongoni mwa masahaba ili afafanue. Haina ni mbinu mojawapo ya kufundisha, lakini walimu wengi hatuijui. Unaweza kulipeleka jambo hivi halafu ukatizama watu watalipokea vipi? Mimi wakati mwingine ufanye hiyo, ukaona mtu anakurupuka anasema hivi, lakini wakati mwingine natafuta, nachokoza kwa makusudi nipate reaction. Ni namna mojawapo ya kusomesha, na hivi ndivyo alivyokuwa akifanya pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa kusomesha watu wazima. Ikitokea mijadala kidogo yana hapa na pale, inaweka kumbukumbu zaidi katika vichwa vyao kuliko kuwa unasema wao wanasikiliza tu. Inakuwa give and take, nipe nikupe. Basi akasema hivyo. Qala, Mtume akasema, tahjuzuhu, utamkinga asidhulumu, ndio kumtetea kwenyewe. Sio kwamba umtetee anayedhulumu, kwamba umsaidie katika kudhulumu, umzuie asidhulumu, ndio kumtetea kwenyewe. Au tamna'uhu, au katumia neno jingine, utamzuia, utamkinga au utamzuia. Katia shaka mpokeaji neno lipi alilolitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kasema tahjuzuhu au kasema tamna'uhu. Yule mpokeaji wa hadithi ana wasiwasi juu ya neno lililotumika, lakini maana ni ile ile moja, utamzuia au utamkinga.
min adh-dhulmi, zidi ya dhulma, fa inna dhalika nasru, huko ndo kumtetea. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii kaipokea nani? Bukhari. Kwa Mtume sallam kairekebisha ile methali ya Kiarabu iliyosema unsura khaka dhaliman au madhluma, mtetee ndugu yako akidhulumu au akidhulumiwa. Maana yake akidhulumu samtete, akidhulumiwa, akidhulumu msaidie, asidhulumu mzuie. Sio maana yake umtetee aendelee kudhulumu, mtetee mzuie asiingie kwenye nini? Kwenye dhulma. Ndivyo alivyonyosha ile methali, ingawa ilivyokuwa ikitumika ilikuwa ikitumika katika maana mbovu, yeye akairekebisha. Na si Waswahili tunazo methali nyingine zimekaa kushoto kama ile inosema ukitaka kula nguruwe chagua aliyenona. Haijakaa vizuri. Inataka kunyooshwa kidogo. Inaweza kuwa ina maana yake. Kwa mfano mtu amefika mahala amepata ruhusa ya kula nguruwe, pengine ana njaa ya kufa na hakuna chakula isipokuwa nguruwe, halafu kuna mahala nguruwe huyu mmoja kaoza, huyu mmoja kakaangwa vizuri. Utakula alioza? Mimi si ile alioza ndugu yangu, utakwenda kula ile roastiwa. Yaani ukifikia wakati unalazimika kula nguruwe, basi tena usile nguruwe mbovu. Ndio ukitaka kula nguruwe chagua aliyenona. Isitumike katika kufanya dhambi, itumike katika ile ruhusa ya kisheria inapokuja, basi tumie vizuri, usitumie vibaya. Tena wewe umeruhusiwa kutayamam kwa sababu umekosa maji, halafu kuna mchanga mmoja una kinyesi cha ng'ombe na mmoja hauna kinyesi, sikachukua ule mchanga usiokuwa na kinyesi. Ile ruhusa ikija nayo itumie vizuri, ati usitumie vibaya. Kwa hivyo Mtume SAW pia alikuwa akinyoosha jamii katika methali zake, katika fikra zake na taratibu zake, na kwa hikma kubwa sana. Hakatai tu kila kilicholetwa na jamii. Akiona kinahitaji marekebisho, anarekebisha kile kiwango ambacho kinahitaji tu kurekebishwa. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس، متفق عليه. وفي رواية لمسلم حق المسلم على المسلم 6: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه sio fattabi'uhu, fatba'hu. Kwangu hakuna irabu, lakini fatba'hu nadhani ndio sasa. Na kutoka Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallam, kwamba Mtume sallam qala, kasema hivi: haqqul muslimi ala almuslimi, haki ya muislamu juu ya muislamu mwenziwe 5, ziko 5. Kila muislamu ana haki 5 kutoka kwa muislamu mwenziwe. La kwanza, raddu salam, kurudisha salamu. Ukitolewa salamu na muislamu mwenzio umuitikie wa alaikumus salam au wa rahmatullah au wa rahmatullahi wa barakatuh kwa ukamilifu zaidi. Usiwe kama wale jamaa zetu, mimi na yule bwana alokaa kule, akipita mtu amjui, salamu alaikum, wanaulizana mbwani huyo atoe salamu, mbwani huyo. Yaani wale watoa salamu ni mtoto wa nani? Huyu ni mtoto wa Sharif Nasiri ankuwa Ulaya miaka mingi. Muungwana, wa alaikumus salam. Inaitikwa salam baada ya mjadala na kumjua nani. Yule mtoto tu hapa baba zake walihamia, naende huko na salamu zake. Haitikiwi. Sijui kama ushaacha tabia hiyo mpaka leo wanayo. Wewe unakwenda bado ipo? Ishakwisha Alhamdulillah, Mungu ayaondoe mambo haya ajabu. Haki ya Muislamu akitoa salamu, Waislamu wenzake wafanyeje? Wamuitikie. Hao wenye misimamo mikali siku hizi wa kutuita sisi kilabu nari, mbwa motoni, washaanza kufikia nao wanatizama nani anatoa salamu. Sidhani kama ndio mafundisho wanayopewa, lakini ile misimamo wanaojengwa inaweza ikafika mahala ikawafikisha pahala pabaya kama hapa pa kuacha kuitikia salamu ya Muislamu Sasa haki ya Muislamu kwa Uislamu, kwanza raddu salam, kuitikia salamu anapotoa. Halafu ya pili, wa iyadatul maridhi, na kumtembelea mgonjwa. Unapopata taarifa fulani Muislamu mzio mgonjwa ukamtembelea, ni haki yake naye kutembelewa na Muislamu mziwe kwa sababu ya ugonjwa. Watiba'ul janaizi, na kufuata majeneza akifa kwenda kumzika. Angalau basi limepita, unalifuata, unalisogeza kidogo. Nayo ni haki yake Muislamu mzio kumfanyia kitu kama hicho. Waijabatu da'wati, na kuitikia mwaliko. Kakualika na nafasi unayo, nenda. Watashmitul atisi, na kumuombea rehma yule anayekwenda chafi. Yarhamukallah, na yule akajibu yahdikumullah wa yuslihu
kumwombea rehma anayekwenda chafya. Kasema hizi haki 5 za Muislamu kutoka Muislamu mwenzie. Muttafaqun alayhi, hadithi mafikiwa na Bukhari na nani? Na Muslim. Wa fi riwayati li Muslimin, na katika mapokeo mengine anayo Muslim tu peke yake, Bukhari hana. Haqqul muslimi ala almuslimi 6. Ile moja Bukhari na Muslim wanayo kwa pamoja, alafu Muslim anayo nyingine hii ya nyongeza. Imeongeza jambo moja, yamekuwa 6 sasa, si 5. Haqqul muslimi ala almuslimi 6, haki ya Muislamu kwa Muislamu mwenziwe ni mambo 6. Idha laqitahu, utakapokutana naye, fasallimu alayhi, mtolee salamu. Hapa inazungumzia kumtolea salamu, sio kuitikia salamu, lakini ni yale anayetoa salamu aitikiwe na anayemwona mwenziwe amtolee salamu. Wa idha daaka fajibu, na akikualika muitikie. Kuitikia mwaliko limejirudia kule. Wa idha stansahaka, na atakapokuomba nasaha katika dini. Stansahaka kwangu mimi imeandikwa stansahuka, he inatakiwa na fatha isiwe na dhamma. Stansahaka, atakapokuomba nasaha, ushauri, fansah lahu, mpe nasaha zako au mpe ushauri wako. Wa idha atasa, na akenda chafya, fahamidallah, akamshukuru Mungu akasema alhamdulillah, fashammithu, mpongeze, yani muombe dua kwa kumwambia yarhamuka. Wa idha maridha, na atakapoumwa, faudhu, mtembelee. Wa idha mata fatba'hu, na atakapokufa mfate, yani mfata jeneza zake, uende ukamzike au mpaka utakapofika mwisho wa uwezo wako wa kulifuata jeneza. Humu limeongezeka jambo moja. Jambo gani? Idha stansahaka fansah lahu. Hilo ndo la 6 lilojitokeza kwenye riwaya hii ya Muslim yake peke yake. Wa Abi Umarata, na kutoka Abi Umarata, kwangu mimi aini imetiwa dhumma na kwenu imetiwa dhumma Umara, ndio ambaye jina lake Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala, Mungu amradhi yeye na baba yake wamesema hivi, walikuwa wote masahaba. Qala, kasema amarana Rasulullah sallallahu bi 7, ametuamrisha Mtume sallam mambo 7, wanahana an 7, na ametukataza mambo 7. Amarana bi'iyadati almaridhi, ametuamrisha tutembelee mgonjwa, watibai aljanaizi, na kuyafuata majeneza, watashmiti alatisi, na kumpongeza kumwombea rehma aliyekwenda chafya, wa ibrari almuqsimi au almuqsami, kwa nusim kati ya fatha kati ya kisra almuqsimi, lakini inawezekana pia almuqsam. Ibrari almuqsimi, utekelezaji wa mwenye kula kiapo, au ibrari almuqsami, utekelezaji wa kiapo kilichoapiwa, kwamba mtu akila kiapo atekeleze kile kiapo chake. Kwa hivyo tutafsiri utekelezaji wa kiapo. Wa nasri almadhlumi, na kumtetea mdhulumi. Wa ijabati da'i, na kuitikia mwenye kualika. Wa ifshai salami, na kuieneza salamu, iwe salamu mara kwa mara, salamu alaykum, salamu alaykum, ziwe kwa wingi, kama wanavyosema hao watu wa sherehe, vigeregere kwa sana. Sisi kwetu iwe salamu kwa sana, yani kwa wingi, ndio ifsha. Wanahana, na ametukataza an khawatimi au takhatumi, kati ya shaka mpokezi. Ametukataza na pete, khawatimi anakusudia pete, au takhatumi, au kuvaa pete, bidhahabi, ya dhahabu, huyo ni mwanamume. Wa shurbin bilfidda, na kunywa katika vyombo vya fedha. Wa ani mayathiril humri, chini atatafsiri mayathiril humri ni nini. Kasema huko chini, almayathiri biya'in muthannatin qabla al-alif wa tha'in muthallathatin ba'daha, wa hiya jam'u maysara, wa hiya shay'un yutakhadhu min haririn wa yuhsha qutunan au ghairi. Tunasema na manyamnyamu ya hariri, manyamnyamu yale yanotiwa ndani ya mto wa kulalia au godoro, vitambaa vya hariri vimekatwa pande pande, vimetiwa kwenye mito, yanaitwa manyamnyamu yale. Sio manyamnyamu ya kula. Kuna manyamnyamu ya kula ambayo ni lugha ya kitoto ile, nyamu, alafu kuna yale manyamnyamu, yani vipande vya vitambaa vidogo vidogo vilivyotiwa kwenye mito au magodoro. Kasema mekundu, lakini akusudia ya hariri, kutia manyamnyamu ya hariri kwenye mito au magodoro. Kaitafsiri nikwambia hapo chini. Halafu akasema wa anil qasiyi,
Alafu chini akasema al-qasiyu bi fathi al-qafi wa kasri as-sin, qasiyu al-muhmala al-mushaddada wa hiya thiyabun tunsaju min haririn wa katanin mukhtalitaini, ni nguo zinazotengenezwa kwa hariri na katani zilizochanganywa. Kwa hivyo ni nguo za hariri. Wanaume wamekatazwa kuvaa nguo za nini? Za hariri. Kwa hivyo na nguo za hariri hiyo nzito. Halafu akasema wa al-lubsi, ambayo imechanganywa na katani, wa al-lubsi al-hariri, na kuvaa hariri yenyewe, wa al-istabraqi wa dibaji, na istabraq na dibaji ambazo zote ni aina za hariri. Istabraqi ni hariri ya kijani yenye kumeremeta, na dibaji ni hariri iliyokoza ambayo aghlabu inatiwa kwenye nini? Kwenye mikono, mwisho wa mikono ya kanzu, kwenye koti, kwenye joho, kwenye shingo, kwenye ukosi, ndio dibaji. Hata kwenye kitabu kuna kitu kinaitwa dibaji, inakuwa kama utangulizi, lakini zote ni aina za hariri. Kwa hivyo hiyo al-istibraq ni hariri, al-istabraq. Wa hullu asawira min istabraq, na hii ni hariri ya kumeremeta, inatokana neno barq. Barq ni umwesa. Kwa hivyo ni ile hariri ambayo ina reflect mwangaza, kiwasha taa inarudisha mwangaza, inameremeta, na aghlabu inakuwa ya kijani yenye kung'ara. Wa dibaji, na dibaji ni hariri iliyokoza nzito. Zote ni jamii za hariri. Muttafaqun alayhi, hadithi mafikwa na Bukhari na Muslim. Haya ni mavazi ya peponi. Hapa duniani Waislamu hawataki kuvaa, labda iwe kwa dharura, kiwango kidogo sana, kama wanavyosema tuwafiki, kisizidi usawa vidole viwili. Wa fi riwayati, na katika mapokeo mwingine, wa inshadi dhalati fi sab'i al-awwali, na kutangaza kilichopotea katika 7 za mwanzo. Ana tafsiri al-mayathir biyain muthannatin, kwa yeye yenye nukta mbili chini, qabla al-alif, qabla alifu, wa thai muthallathati, na thenye 3 baada yake. Wa hiya jam'u maithara, na neno neno maithara. Wa hiya shay'un, nacho ni kitu, yutakhadhu min haririn, kinafanywa kwa hariri. Wa yuhsha qutuna, na kinajaziwa pamba, au ghairuhu, au kitu kingine. Wa yuj'alu fi suruji, na inatiwa katika masoji. Masoji ni yale yanayovalishwa farasi au punda. Kwetu sisi aghlabu punda anavalishwa soji. Soji la kwetu sisi inakuwa kama mkeka na kikapu kwa wakati mmoja. Kinasukwa kikapu, halafu kinaunganishwa na mkeka. Kinakuwa huku kikapu na huku kikapu, katikati mkeka, vinaunganishwa. Halafu anavalishwa punda mgongoni. Huku kunakuwa na kikapu na huku kuna kikapu vilivyoungana na ule mkeka aliovalishwa. Halafu aghlabu ndio tunapakia nazi na vitu vingine wanapokwenda huko, wanapotoka huko mashambani kuja hiyo. Lakini ya farasi linakuwa mara zito, aghlabu la ngozi, na umpembeni watu wanaweka silaha na kitu kingine chote, na kunakuwa na kikanyagio cha kupanda kwa ajili ya kupanda kwenye mgongo wa farasi. Ile ndio inaitwa soji. Tumefahamiana eh? Ndio surji inaitwa kwenye masoji. Wakuri al-ba'iri, na vile vile soji la ngamia, ambayo ngamia naye anavalishwa, lake linaitwa kur la ngamia. Yajlisu alaiha arrakib, anakaa juu yake mpandaji, kwa sababu ule mgongo wa ule mnyama unaweza kukuchuna wewe na yeye akaumia. Kwa hivyo ukiweka vile, manake unasaidia eh. Walqasiyu, akasema bi fathi alqaf wa kasri sin, kwa kuitia fatha qaf na kuitia kisra sin, almuhmalati, sio na nukta, almushaddadati, yenye shadda. Wa hiya thiyabu, nazo ni nguo, tunsaju, zinafumwa, min hariri, kutokana na hariri, wa katan, na katani. Katani ni kama nyuzi za plastiki, ndio katani zinajulikana. Watu wa bara wanaifahamu katani zaidi kuliko sisi watu na hasa watu wa Tanga wanaifahamu katani zaidi kuliko sisi eh. Mukhtalitaini, zilizochanganyika. Wa inshadu dhalati, na kutangaza kilichopotea, taarifwa, kukitambulisha. Kitambulisho kwenye misikiti na maeneo matakatifu, kile kilichopo. Babu satri aurati almuslimina, tunasonga mbele, mlango wa kustiri aibu za Waislamu. Aura manake ni utupu, lakini hapa imekusudiwa aibu, mlango wa kustiri aibu za nani? Za Waislamu. Na katika lugha ya Kiiran na lugha ya Kiurdu, aurat mwanamke, auraton wanawake wengi, aurat manake mwanamke ye makana aurat ke liye, hapa mahala ni kwa ajili ya akina mama. Is jaga aurat ke liye, mahala hapa ni kwa ajili ya wanawake. Aurat kwa Kiurdu, aurat kwa Kiirani, Kifarsi, Kifursi cha Iran, manake ni mwanamke. Lakini aurat kwa Kiarabu manake ni uchi, utupu. Hapipishani sana katika
matumizi. Lakini katika fumbo aura na aurat manake ni aibu, na siku zote vitu vile vinakuwa ni vya aibu. Kwa hivyo hapa satru aurati, kustiri aibu almuslimina za Waislamu. Kwa Waislamu wana aibu zao kasitiri. Wanahyu an ishaatiha, na kukataza kuzieneza lighairi dharura. Kama hakuna ulazima wa kueneza, kwa nini uzieneze aibu za Waislamu? Yule na hili, yule na hili, yule, unapata faida gani? Kuna nini kinachopatikana hapo? Paka kuna dharura. Kwa mfano mtu anadanganya watu, anatapeli watu, sasa bila lazima muexpose, lazima mumtaje ili watu watahadhari naye. Ni mnafiki, anawazunguka, anawageuka, yale sawa. Lakini kama mengine yote hana sababu yote kutangazwa, hakuna faida yote, kwa nini myatangaza? Qala Allah Ta'ala, kisema Mwenyezi Mungu mtukufu, innal ladhina yuhibbuna, hakika wale wanaopenda, antashia, kuenea, alfahisha, jambo chafu, fil ladhina amanu, kuwahusu wale walioamini, lahum adhabun alimun, watakuwa na adhabu iumizayo fi dunia, katika dunia hii, wal akhirah, na akhirah. Duniani mkiwapata msiwaache, kama mnatawala nyinyi watieni adabu kisawasawa, na akhirah Mwenyezi Mungu anawasubiri kwa hukumu. Aya hizi zilikuja na naamini ziko kwenye suratul Nur hizi aya, kwa sababu ya kile kisa cha kuzuliwa bibi Aisha kuwa kafanya jambo chafu. Mwenyezi Mungu amezungumza kwa ukali sana katika eneo lile. Sasa tunasema innal ladhina, hakika wale ambao yuhibbuna, wanapenda, antashia, kuenea, kuzagaa, alfahisha, jambo chafu, fil ladhina amanu, kuhusu wale walioamini, lahum adhabun alimun, watakuwa na adhabu iumizayo fi dunya wal akhirah, katika dunia hii na akhirah. Duniani mtawatia adabu, na akhirah Mungu anawasubiri, kama hawajatubu atawatia adabu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم. Mwenyezi Mungu atujalie katika. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم kwa mujibu wa hadithi aliyopokea sahaba Abu Huraira, la yasturu abdun abdan, hamsitiri mja mwingine fi dunia, katika dunia hii, illa, isipokuwa Mungu atamlipa hivi, satarahu Allah, na yeye atamstiri Mwenyezi Mungu mja yule aliyemstiri mwenziwe يوم القيامة, siku ya kiyama. Kwa kama hakuna faida, hakuna haja ya kutaja aibu za watu na kuwakashifu. Kama hakuna dharura ya kufanya hivyo kwa kusaidia dini, kwa kusaidia haki itendeke, usiende kote huko kutaja aibu za watu, hakuna sababu. Na sote sisi tuna yetu, aso hili ana lile, mambo Mungu kayagawa, alokiumba jalali, haramu kukikosoa. Sio mzee? Si unakumbuka maneno yamesemwa hapa Zanzibar? Usijivune kwa umbo, maumbile sote sawa. Nyusi na kopeni pambo, huota na kunyolewa, yako maalumu mambo ndio yanayowaniwa. Yanajulikana hayo. Waliyasema washairi, ingawa wao wameyasema kwa madhumuni mbalimbali, lakini ndani yake yana ukweli. Mambo Mungu kagawa, aso hili ana lile. Hatari. Sote sisi, kila mmoja akiamua kutufuatilia, kila mmoja atakuwa na kasoro yake. Wa anhu, na kutoka kwake tena Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, kasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, kullu ummati muafa illa almujahirina wa inna min almujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allahu alayhi fayaqulu ya fulanu amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu satara Allahi, muttafaqun alayhi. Halo hili kubwa. Anasema Abu Huraira, nimemsikia Mtume sallallahu akisema, kullu ummati muafa, umma wangu wote umepata afwa, umepata misamaha, umeepushwa na mambo mbalimbali, illa, isipokuwa al-mujahirina, wale wanaotangaza waziwazi, wanaofanya mambo dhahiri shahiri jahara, wanaoyaweka nje mambo, wanaotangaza mambo waziwazi. Wa inna min almujaharati, na hakika katika kutangaza waziwazi mambo, an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan, kuwa mtu atende kitendo usiku, thumma yusbiha, kisha amke asubuhi, wa qad satara Allahu alayhi, na Mungu kamstiri na kitendo kile alichofanya usiku, fayaqulu, alafu yeye mwenyewe aseme, ya fulanu amiltu al-barihata, amkute mtu ambaye, ewe fulani, jana mimi nilifanya jambo kadha wa kadha, sinione hivi, anajitangaza mwenyewe.
Wakad bata yasturuhu rabbu, na wakati alishalala usiku na Mungu kamstiri. Wa yusbihu yakshifu satara Allah, alafu anamka asubuhi mwenyewe anajisifu kwa kuikashifu stara ya Mwenyezi Mungu. Achilia mbali kumkashifu mwenzako, hata we mwenyewe kuzitaja aibu zako ni kosa. Jana nilipata mzigo si wa kawaida. Nini? Magendo ya karafuu. Mbona mnacheka cheka tu? Magendo ya karafuu. Sio magendo ya karafuu. Hakuna haja ya kujifakharisha kwa magendo. Tumevamiana eh? Kila mtu akishafanya jambo ajistiri, atubu. Mwenyezi Mungu kishamstiri, basi naye ajistiri, asijirishe yake wala ya mwenzake. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na nasema Imam Nawawi katika kitabu hicho Riyadhus Salihin akafanya bidii kubwa sana kuzikusanya hizi hadithi kutoka maeneo mbalimbali na kutuweka kwenye mambo ya kimaadili. Si tumezoea zaidi hadithi zile za fiqh za nini, za ushindani. Hizi zinakutengeneza kitabia, uwe una maadili ya Kiislamu. Wa anu, na kutoka kwake tena Abi Huraira ani nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu amesema, idha zanatil amatu fatabayyana zinaha falyajlidha alhadda wala yusarrib alayha, thumma in zanat athaniyata falyajlidha alhadda wala yusarrib alayha, thumma in zanat athalithata falyabi'ha walau bihablin min sha'r. Muttafaqun alayhi. Watathribu at-tawbikhu. Zama zile ilikuwa bado utumwa upo na watu walikuwa kimiliki watumwa. Sasa mtu anamiliki kijakazi, halafu ile kijakazi anaweza kufumaniwa amezini na mtu mwingine kama ni mtumwa au mtu wa kawaida. Sasa watu walikuwa wanamtoa nje, wanamchezesha kindumbwe. Anaweza kuvuliwa nguo, akatembezwa mtaa mzima, anapigwa mikwaju. Malaya huyo hivi na hivi. Na ndo zamani ilikuwa ile kindumbwe. Tukiwaambia sasa hivi watu kindumbwe maana yake nini, wengi hawajui. Kindumbwe ilikuwa ni desturi hasa za watu wa makabila ya pwani ya Tanganyika, wakiwemo Wazaramu, kwamba ikiwa mtu ana tabia ya kukojoa kitandani, naye tayari shakuwa mtoto mkubwa, asubuhi anavalishwa nguo zile zile alizokuwa kazirovya mikojo, alafu anapakwa masizi mwili mzima, alafu kuna ngoma fulani inapigwa, anapitishwa kwenye mitaa yake yote, kindumbwe charira, kindumbwe charira, kikojozi kakojo, ana nguo kaetia moto na ndani kuna promoto haya tena cheuvi zinaongeza. Lakini ndio walikuwa wakifanya ile kumtia kashfa na kumwaibisha pale mtaani ili akome, wanamkomoa, ndio kinaitwa kindumbwe. Ni ngoma hiyo. Ndumbwe hilo likuwa kubwa kidogo, kindumbwe. Charira kwa Kizaramu manake chalia. Kindumbwe kinalia, charira yani kinalia, yani kinatoa sauti, ndio watu wanajulishwa kindumbwe. Sasa zamani ilikuwa akifanya mwanamke kijakazi mambo, wanamchezesha kindumbwe mtaa mzima, pengine uchi au ukavalishwa kiguo kimoja tu cha kustiri zile sehemu zilizokuwa zinavutia watu, wanamdhalilisha. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anatoa mwongozo kutoka kwa Abu Hurairah, anasema qala idha zanatil amatu, atakapozini kijakazi mtumwa wa kike, fatabayyana zinaha, na ikabainika zina yake kwa ushahidi kabisa, faliyajlidha alhadda, bora akampiga mijeledi zile bakora zilizotakiwa, ambazo ni nusu ya hizi anazopata muungwana. Muungwana anapata 100, anapata 50. Fa in ataina bifahishatin fa alayhinna nisfu ma ala almuhsanati min aladhab, wakija na jambo ovu basi dhidi yao patapata nusu ya kile ambacho wanawake wa kawaida watapata katika adhabu. Na bila shaka ni bakora, hakuna kupigwa mawe, kwa sababu mawe hayana nusu. Mtu abue mawe mpaka kufa, sasa nusu yake itakuwa ni nini? Mpaka kuzimia? Tutajuaje kwamba haya atamfanya azimia au atamfanya afa? Kwa hivyo nusu ni bakora tu. Arrajmu la yantasif, upigaji wa mawe hauna nusu, upigaji wa bakora ndo una nusu. Kwa hivyo ni bakora 50. Atampiga ile hukumu ya bakora 50, lakini wala yutharrib alaiha, asimkejeli, asimdhalilishe,
Asiseme ni malaya mkubwa huyu na hivi na maneno kama hayo, kumvua maguo hadharani na mambo kama hayo. Asimchezeshe kindumbwe ndumbwe. Thumma in zanati thaniyata, kisha kizini mara ya pili, faliyajlid alhadd, ampige tena ile mijeledi 50. Wala yutharrib alaiha, wala simchezeshe kindumbwe ndumbwe au asimfedheheshe. Thumma in zanati thalithata, kisha akizini mara ya tatu, faliyabiha, amuuze tena, walau bihabli min sha'rin, hata kwa kamba ya manyoya. Kamba ya manyoya, yani kwa bei yoyote itakayojitokeza sokoni. Mbovu mbaya, takataka, anayetaka achukue. Habli min sha'rin, walikuwa wanafanya hasa mabedui, kwamba yale manyoya ya mbuzi wanayasokota sokota mpaka wanapata kamba. Kwa hivyo inakuwa ni kitu cha bei nafuu sana. Ndio sisi kwa tunasema japo kwa kamba ya usumba. Maana kamba ya usumba ndio kitu cha bei ya chini kabisa. Kwa hivyo walau bihabli min sha'rin, japo kwa kamba ya usumba, amuuze kwa bei yote itakayopatikana sokoni. Lakini kwao kamba ya manyoya ya mbuzi, kwa sababu wao hawana usumba. Anyi wengine hata usumba sio kama mnaujua. Unatokana na makumbi ya nazi. Nazi unazijua? Lile linofunika juu kabla wewe unaiona tu sokoni tayari na kile kifuu chake. Mwanzo umeiona tangu ikianguka kwenye mti. Kuna kitu kinafunika juu. Nye popo kwenu zipo? Popo ndio kabisa hakuna. Maana popo nalo zina usumba. Ukizungumza bora hiyo nazi Sasa nazi ina ganda lake la nje lile. Sasa lile ndio linatoka usumba unaosokotwa ukatengenezwa hizi kamba za kawaida. Sio kamba mnazoona sasa za plastiki, za katani, kamba zile za asili. Unaitwa usumba ule. Na pia unatumika kwa ajili ya kusafisha vitu, kusugulia na nini na mambo mengi. Unafanya kazi. Wakati mwingine zamani hata chooni watu wanaokienda na sabuni anasugua miguu vile vile kwa usumba. Na mtu akifanya ukurutu vile vile anasuguliwa kwa usumba. Kamba inatengeneza. Sasa wao wakitengeneza kwa manyoya hasa ya mbuzi. Kwa hivyo ni kitu cha thamani ndogo kabisa. Lengo lake faliyabiha, basi namuuze, walau bihabli min sha'rin, hata kwa kamba ya manyoya, yani hata kwa kamba ya usumba, hata kwa kitu ambacho hakina thamani, ampotelea mbali, amsukume tu. Muttafaqun alayhi. Hadithi imefikiwa na Bukhari na nani? Watathribu at-tawbihu, na tathribu manake kubeza au kukejeli kwa maneno machafu. Kimalaya hichi wanakishughulikia watu wanavyotaka. Kila usiku kinaolewa, likichomoza jua kimeachwa. Tena anasukuma tu maneno yamo ndani ya kamusi, mengine hata ndani ya kamusi hamna, anapeleka tu. Usifanye namna hiyo, yule ni binadamu na ana haki zake. Wa anhu, na kutoka kwake tena inafululiza. Abi Huraira qala, kasema radhiallahu anhu, utiya an-nabi sallam birajulin qad shariba khamran qala dhribuhu. قال أبو هريرة فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، قال لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان. رواه البخاري. Humu ndio nasema siku zote Waislamu sisi tuusome Uislamu vizuri, tuuelewe vizuri. Wakati mwingine sisi tunakuwa sababu ya wasiokuwa Waislamu kuukataa Uislamu, na wakati mwingine tunakuwa sababu ya wasomi Waislamu wenzetu wasomi kuona kuwa Uislamu ni dini ina mambo ya kishenzi, kwa sababu hatuusomi vizuri na hatuuelezi vizuri. Hebu twende na hadithi hii, alafu tufanye mazingatio madogo tu, tuone jinsi tulivyo sisi na Uislamu ulivyo hasa. Anasema hivi Mtume sallam kutoka Abu Huraira, uti ya nabii, aliletewa Mtume sallam birajulin, mwanamume mmoja, kad shariba khamran, kanywa pombe, kashalewa chakari, anajitapikia tu. Qala dhribuhu, kasema mpigeni umumti adabu. Qala Abu Huraira, kasema Abu Huraira, faminna dharibu biyadihi, basi wako miongoni mwetu walompiga kwa mkono tu, makofi. Wadharibu binalihi, na wengine walopiga kwa kiatu chake, kavua kiatu anampiga kwa kiatu. Wadharibu bithaubi, na mwingine anapiga kwa nguo yake, kavua kilemba anampiga. Falamma ansarafa, alipoondoka yule mtu, qala ba'd alqawmi,
Walisema baadhi ya watu walikuwa pale, akhzakallahu, Mungu kakudhalilisha wewe. Qala, mtume akasema, la taqulu hakadha, msiseme hivi. La tu'inu alayhi shaytana, msimpe nguvu shetani kwake. Mumuombee Mwenyezi Mungu ajalie atubu aache, sio kumfedhehi na kumwombea laana. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na nani? Fanya tafakuri kidogo na sisi tulivyo leo na tunavyoona mambo ni vitu viwili tofauti. Tusonge mbele. Babu fi qadai hawaiji almuslimina, mlango katika kutimiza mahitaji ya Waislamu. Qala Allahu ta'ala, waf'alu alkhaira la'allakum tuflihun, nafanyeni khairi ili mpate kufaulu. Aya hiyo. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. متفق عليه. آية inasema waf'alul khaira, nafanyeni khairi, na khairi imetiwa alif na lam hapa. Al khaira ay kullal khairi, kila khairi nyinyi mnaoiona ifanyeni. Al istighraqi, istighraqi aljinsi, jinsi alkhair, khairi yoyote ile kishakuwa khairi, wewe una uwezo wa kuifanya, ifanye. La'allakum tuflihuna, ili mpate kufanikiwa. Sisi duniani tunatakiwa tufanye khairi kadiri tunavyoweza. Kila khairi iliyokuwa khairi tukaijua kuwa ni khairi na tuna uwezo wa kuifanya, tuifanye. Na kile iliyokuwa shari na tukaijua kuwa shari, tuna uwezo wa kuiepuka, tuiepuke ili tufanikiwe. Na hii kutoka kwa Ibn Umar Abdullah radhiyallahu anhuma, Mungu amradhi na baba yake, walikuwa masahaba wote. Anna Rasul sallam qala, kwamba mtume kasema hivi, almuslimu akhul muslimi, muislam ni ndugu wa muislam mwenziwe. Innamal mu'minuna ikhwa, basi la yadhlimuhu, asimdhulumu. Madhali ndugu yako usimdhulumu muislamu. Na sasa hivi tunadhulumiana wenyewe kwa wenyewe, wala hatuna haja ya kusema mengi kuhusu jambo hilo. Wala yuslimu, wala asimsalimishe, yani asimkabidhi kwa maadui. Anajua wazi kuwa huyu atakwenda kunyanyasika na kuteseka, yeye asifanye maarifa ya kumkabidhi huko. Madhali hakuna kosa lolote kubwa alilofanya la kisheria, asimpeleke. Man kana fi hajati akhihi, atakayekuwa katika kushughulikia mahitaji ya ndugu yake Muislamu, kana Allahu fi hajati, na Mwenyezi Mungu atakuwa akiyashughulikia mahitaji yake. Kwa hivyo ukishughulikia mahitaji ya Muislamu mwenzio, na Mwenyezi Mungu naye atashughulikia mahitaji yake. Wa man faraja an muslimin, na atakayemfariji, yani atakayemuondolea Muislamu kurbatan, tatizo, faraja Allahu anhu biha kurbatan, naye Mwenyezi Mungu kwa kuondoa tatizo lile atamuondolea tatizo, min kurabi yawmil qiyama, katika matatizo ya siku ya nini? Ya Kiyama, naye atamfariji. Wa man satara musliman, na atakayestiri Muislamu, satara Allahu yawmal qiyama, naye Mwenyezi Mungu atamstiri siku ya Kiyama. Mwenyezi Mungu atujalie. Hadithi hii inarudia mambo ambayo tumeshasema kule nyuma mengi sana. Muttafaqun alayhi, imewafikiwa na Bukhari na Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wasallam qala, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama. Hadithi hii inagongomelea msumari pale pale ambapo hadithi imetangulia imegongomelea msumari. Man naffasa, atakayempa pumzi muumini kutokana na tatizo miongoni mwa matatizo ya dunia, nafasallahu, Mungu naye atampa pumzi kutokana na tatizo miongoni mwa matatizo ya siku ya Kiyama. Au atakayempa nafasi Muislamu wenziwe katika tatizo la dunia apate kupumzika kidogo aondokane nalo, basi na Mwenyezi Mungu naye atampa nafasi ya kuondokana na matatizo siku ya Kiyama. Na nafasi ile, tanafusi inaweza kwa pumzi na nafasi kutoa na nafasi, lakini maana yake ni kumfariji, kumwepusha, kumpa afueni. Atakayempa afueni Muislamu mwenziwe katika tatizo lote katika matatizo ya dunia, basi Mwenyezi Mungu naye atampa afueni mtu huyo katika tatizo lote miongoni mwa matatizo ya akhera. Tunasema siku zote tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie katika hao, tutoe afueni kwa Waislamu wenzetu, na sisi tupate afueni siku ya Kiyama. Aliyekamilika hakuna, asoka soro hakuna. Waman yassara ala mu'sirin, na atakayewepesisha jambo kwa mtu mwenye uzito, yassara Allahu alayhi fi dunya wal akhirah, Mwenyezi Mungu atamwepesishia naye mambo yake duniani na akhera.
Waman satara musliman, na atakayemstiri muislam, satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, na Mungu atamstiri dunia na akhirah. Wallahu fi auni al-abdi, na Mwenyezi Mungu yumo kumsaidia mja, makana al-abdu, muda ambao kwamba yumo mja, fi auni akhi, katika kumsaidia ndugu yake muislam. Waman salaka tariqan, na yote atakayepita njia, yaltamisu fihi ilman, anatafuta, au Kiswahili cha kule kwetu alikozaliwa babangu, anazinga, au Magunyani adhenga, au adhengera, wengine wanasema, au ni Wagunya. Yaltamisu fihi, anatafuta ndani yake ilman, elimu, sahala Allahu bihi tariqan ila aljanna, atamwepesishia Mwenyezi Mungu kwa namna hiyo njia ya kwenda peponi. Hadithi hii inasomeshwa sana, lakini wanaanza hapa tu, man salaka tariqan, hawaianzi huko nyuma iliko tiririka. Wamajtamaa qaumun, na hawaja kusanyika, alafu wanaishia hapa hapa, hawaimalizi. Hadithi ina vipengele vingi sana. Wamajtamaa qaumun, na hawaja kusanyika watu, fi baitin, katika nyumba, min buyutillahi ta'ala, katika nyumba za Mwenyezi Mungu. Na sasa imetukuta sisi ndio hapa tulokusanyika katika nyumba nani? Ya Mwenyezi Mungu. Yatluna kitaballahi, wanakisoma kitabu cha Mwenyezi Mungu, wayatadarasunahu bainahum, na wanafundishana baina yao, kama vile tafsiri na kuisoma Qur'an. Illa, isipokuwa, nazalat alayhimus sakina, huwa teremkia utulivu. Sakina ni utulivu, sio kile gari cha polisi kile, pia nacho kinaitwa kisakina, kile kigofu hapa huwa teremkia utulivu. Wakatulia hapa sasa tumepata utulivu. Darasa hii wakati mwingine ni ponya. Kuna baadhi ya watu tukisema darasa tumefunga wanaumwa, na kuna wengine hawana raha, asema sijui pa kwenda, nende wapi. Hii darasa ni ponya kubwa, na si hii tu, darasa nyingi sana ponya kwa wale waliozoea. Kuna mtu sasa hivi hata mchana hajala, na sasa hivi wala haisi kama ana njaa, kwa maneno yalivyo matamu, mpaka akitoka anasema kumbe sijala. Kuna mwingine anadaiwa sasa kazima na simu anasikiliza darasa, akimaliza kusali na washa simu nakuta message, pesa zangu utalipa lini? Aiseli kwa kwenye darasa. Na sote, si hata mimi naweza kuwa na yangu, lakini kija hapa kwenye darasa napata utulivu fulani. Nikisha kukaa tu hivi, nikishaona na umma huko unanisikiliza na vitabu vipo hapa mbele, kuna mambo mimi nayasahau kabisa, najua na ni mtu, nikitoka ndo nayakumbuka. Muona kazi. Kwa hivyo hizi inaleta utulivu kabisa Basi illa nazalat alayhim sakina wa ghashiyatuhumur rahma, na hugubikwa, yani hufunikwa katika kila eneo na rehema za Mwenyezi Mungu. Ghashya manake kugubika, kufunika, gubi kila mahala. Wa ghashiyatuhumur rahma, na hugubikwa, yani hufunikwa kila mahala na rehema za Mwenyezi Mungu. Wa haffathumul malaikatu, na huwazingira malaika kila upande, wapo kila mahala. Wa dhakarahumullahu, na Mungu naye huwataja fi man indahu, kwa wale alionao kule malaika. Mnaona waja wangu wako pale, wanasoma habari zangu, wanajifunza ninachosema mimi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anakutajeni angalau. Sisi hapa duniani ukitajwa na rais, sasa rais kanitaja huko, barabara mimi natajwa na rais. Kutajwa na Mungu je, ndio kubwa kuliko lote. Kutajwa na rais kitu gani? Anaweza kusema mtu mbaya mhalifu, kamkamateni mumfunge. Kutajwa na Mwenyezi Mungu ndio jambo kubwa. Na Mwenyezi Mungu anakutaja huko. Yuko pale fulani na fulani na fulani yupo, na fulani na fulani yupo. Bana. Haya. Waman bataa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu. Rawahu Muslimun, kaipokea Muslim. Chini anasema hii namba 7, akasema bataa manake qasara, lam yalhaqu biratbi al-a'mali al-kamilati yamuru an-nasu ala sirati sawa. Wa man bataa bihi amalu, na yule ambaye imefanya uvivu kwake amali yake, yani amesuasua, amekuwa mvivu katika vitendo vyake, basi hatofanywa haraka kunasibishwa navyo. Yani itakuwa siku ya kiyama, kwa mfano ulikuwa unasali lakini unasali kivivu. Sasa wanapoitwa au tunapoanza kuzungumza wanaosali, wewe kidogo tambue bukona, wewe utazungumzwa baadaye. Umenifahamu? Kwa sababu sala zako wewe unakwenda kusali alfajiri bado una matongo Allah, imamu akisoma unasinzia uko vivu tu inasoma Allahumma fima hadina fima nadaita, wewe mikono imekaa hivi Allahumma fima imekuwa ile amali yako umekwenda nayo kivivu
vivu. Sasa tunapokuja kuzungumzia wanaoswali alfajiri kwa nyakati zinazotakiwa, wewe kwanza utawekwa kando, utajadiliwa baadaye, lakini hutofanywa haraka kuhusishwa nayo amali ile kwamba huyu ni katika wale wanaoswali alfajiri. Tumefahamiana? Au kama vile unatoa sadaka, tena wamepita watu msikitini wanachangisha pale, washakuja, sijui kama hizi pesa zitakwenda kweli. Unataka 50 inatumika sio hizo, unaitumbukiza. Kwa hivyo tutakapokuja kuzungumza watu waliokuwa wakitoa sadaka msikitini, wewe kidogo utawekwa pembe, tutakuangalia baadaye. Kwanza tutizame hawa. Tumefahamiana vizuri hapo? Nataka ufanye ibada na vitendo vyema kwa ukakamavu na kwa kuamini kwamba nafanya sawa sawa na mkabidhi Mwenyezi Mungu. Imeingia Ramadhani, kufunga, huyu mwezi wa kushinda na njaa ndio ushafika. Siku ngapi vile? Ya Rabbi ajalie uandame 29 wakati wa kuonekana 30, wakati wa kuonekana iwe 30 tumekula sasa. Wakati wa kupatikana Idi iwe 29 angalau. Halafu ajalie jua liwe linazama mapema 12:15 hivi, mambo yashakuwa tayari. Unaona wewe unakuwa zile amali zako ni za kivivu, unaona kama vile hizi ibada ni za mateso. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hiyo na wewe hutofanywa haraka kuhusishwa nayo kwamba huyu ni katika wafungaji, huyu ni katika wasaliji, huyu ni katika watoaji sadaka, huyu ni katika watoaji zaka. Utakuwa husishwa haraka, utawekwa pembeni. Kwanza tutazungumza wale wenye credit zao, ndio tunawapa first priority. Alafu tutatazama na wewe kama unaweza kuqualify ukamiti zile qualifications, tutakuingiza. Una pembeni. Sasa kwa nini mtu akajiweke katika orodha ya kufikiriwa asijiweke katika orodha ya watu waliokuwa mstari wa mbele katika mambo ya kheri? Wasari'u, lazima watu wafanye haraka kabisa katika kutamsamaa Mwenyezi Mungu na kufanya mambo ya nini? Ya kheri. Rawahu Muslimun, amepokea Muslim. Babu shafaati, mlango wa maombezi. Shafaa bifathi shini, shafaa. Na Kiarabu kina maneno yanakaribiana kwenye matamshi, lakini maana zinatofautiana. Kuna shifaa na mwisho kuna hamza. Shifaa kwa hamza ile ni ponya, matibabu. Shafaa maombezi. Hapa tunazungumzia shafaa maombezi, na ile wengine wanasema shufaa, wengine wanaitia dhumma, hasa wanawake wanazaliwa wengi wanaitwa shufaa. Hawalimba wanakumbuka, twaomba shufaa zako. Unakumbuka Rabbi uliumba mbingu ukaumba na dunia, na sisi sote walimwengu dini ukatushushia. Nilikuwa kasida ile mmekwenda kuitia vyombo na nini mziki mkatuharibia tu kasida letu. Paratosha inshallah. Sile ndio, lakini ilifikisha ujumbe alhamdulillah. Ile na tone la mvua na mambo mengine. Turudi kwenye mada. Babu shafaa, mlango wa maombezi. Nataka nibainishe shafaa tuelewane vizuri. Shafaa inakuwa ni nini? Kimsingi shafaa maana yake ni kukubali kwamba huyu ninayemwombea kafanya makosa, lakini naomba huruma tu zitumike kumhurumia. Sio uwakili. Uwakili ni utetezi. Kimsingi wakili anaamini kuwa anayemtetea hajafanya kosa. Basically anasema he is innocent. Mwenye shafaa anasema basically he is guilty. Kimsingi huyo ana dhambi, lakini naomba huruma. Tumetofautiana baina. Ndio maana mtume anaambiwa qul lastu alaikum biwakili. Waambie mie kwenu si mtetezi, si wakili mie. Sendi kutetea kwa Mwenyezi Mungu. Unakuwa wakili vipi mbele ya Mwenyezi Mungu anayejua kila kitu? Viungo vinatoa ushahidi, mpaka mtu mzima atataja safari alizokwenda za gia toka. Utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu ukawe wakili kumwambia huyu anaonewa? Thubutu. Yaani Mwenyezi Mungu kila kiungo atanambia, wewe umezini mara ngapi? Fumba mdomo tufungulie huko chini. Haya tuambie huko chini umezini mara ngapi? 72. Unasema mwenyewe. Chini kuna tamka. Sasa huyo anataka wakili, kuna wakili gani atakayekwenda kufanya kazi huko? Hakuna. There will be no advocate there.
hakutakuwa na wakili. Tumefahamiana? Kwa sababu Mwenyezi Mungu ushahidi wake uko katika kila jambo. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Yeye mwenyewe anashuhudia kila kitu. Malaika wapo, wal malaika tunashaduna, na viungo vitashuhudia. Lakini atakuwepo muombezi tu. Ya Rabbi, huyu mja wako kakosea, lakini nakuomba ya Rabbi msamehe. Hiyo ndio shafaa ambayo katika mitume wote watapewa, lakini kinara wa shafaa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sisi ndio kipenzi chetu waliojaa ndani ya nafsi zetu. Asiyempenda mtume shauri yake. Allahumma salli ala Muhammad. Anayemdharau mtume shauri yake. Asiyemtambua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shauri yake. Hatuna yakini sisi kwamba tutakwenda kuingia peponi kwa uhakika. Kwa yote tunayofanya, bado tunamkabidhi Mwenyezi Mungu, ndiye mwenye kujua. Na shafaa za Mtume sallallahu alaihi wasallam zitulinde. Asifanye mtu dhambi akasema mtume mjomba wangu mie sharifu. Tujitahidi kufanya mambo ya kheri, alafu tumwachie Mwenyezi Mungu, na shafaa za mtume zipo kwa namna hiyo. Sasa ndio shafaa nitaka niigusie. Wakati mwingine watu wanafikiri kwamba ni kitu rahisi. Si kitu rahisi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema atakayefanya hivi na hivi atakuwa haramu mimi kumwombea, simwombei. Na atakayefanya hivi na hivi kahalalisha, mimi nimwombee. Moja ni ile dua ya adhana, Allahumma rabb hadhi da'wati tamma wa salati alqa'ima ati Muhammadan alwasila walfadila wadarajata alaliyata arrafi'a wa ba'athu Allahumma almaqama almahmud alladhi wa'adta innaka la tukhlifu almi'ad. Tukimwombea hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja sema huyu alikuwa katika orodha ya wanaoniombea, sasa basi yeye namfanyia shafaa. Na kama yeye hataki kufanywa shafaa, ana watu wake vile vile, nataka nitamsikiliza. Daraja kubwa hili tumepewa. Na Mtume tu salam tukapewa daraja hili. Lakini sasa tunalifanyia mchezo, kazi yetu kugombana tu sisi. Haya turudi. Qala Allahu ta'ala, akasema Mwenyezi Mungu mtukufu, man yashfa' shafa'atan hasanatan, atakayeombea maombezi mema, yakul lahu nasibu mina, naye atapata fungu katika maombezi hayo mema. Utatiliwa thawabu nawe kwa kuombea watu mambo ya kheri, kwa kuwatetea watu, kuwatakia watu mambo ya kheri, na wewe fungu lako unalo. Kwa hivyo ni cheo kikubwa na daraja kubwa kabisa. وعن أبي موسى الأشعري نقول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه. alikuwa Mtume sallam akijiwa na mtu mwenye kutaka jambo huwaelekea aliokaa nao, faqala, akasema ishfa'u tujaru, muombeeni wenye mtapata ujira, wa yaqdi Allahu ala lisani nabiyhi, na Mwenyezi Mungu atatimiza mahitaji kwa ulimi wa nabii wake, mahaba anavyopenda. Muttafaqun alayhi wa fi riwayatin ma shaa, katika riwaya nyingine anachotaka. Kwa hivyo hata wale masahaba wanaweza, mnamjua wewe lokuja, mnamtetea, tumsaidie, tufanyeje? Nayo ni shafaa ile. Ziko shafaa za dunia na shafaa za akhira. Kwa hivyo nayo vile vile kwenda kumuombea mtu, jamani mpeni huyu. Kwa mfano mtu anaomba kazi, halafu hawamjui watu mahala hapo, lakini wewe unamfahamu. Kwa sababu huyu namjua, mtu mwenye khulqa njema, mpeni kazi. Nayo ni shafaa. Au hizi sponsor katika mambo ya masomo, au recommendation letters kwenye mambo siku hizi kuna vitu unaambiwa ulete shahada tutazkia, ndio recommendation letters, barua zinazokutambua we. Hasa kuna mtu anataka pale, mzee nimepata scholarship lakini nimeambiwa taasisi yote ya kidini niandikie barua, unakuangalia utaleta shilingi ngapi? Ndio hiyo tunatoka kuisema sasa hivi. Kazi yetu na sisi kuomba Mwenyezi Mungu ampe nafasi pana sana kwa ajili ya hiyo shafaa, kwa ajili yetu na kwa ajili ya watu wengine ambao tunataka, na tujajijua hatima yetu, na inshallah Mwenyezi Mungu atatuvusha salama. Wa an ibn Abbas, na kutoka Abdullah bin Abbas radhiallahu anhuma, Mungu amradhi na babake, fi qissati Barira, katika kisa cha mwanamke mmoja aitwa Barirata wa zawjiha, na mumewe. Hichi kisa tumekisoma kwenye Bulughul Marami kwa wakati tunasoma kitabu cha Bulughul Marami, lakini watu wazima hawaambiwi rudini mkakumbuke, watakumbushwa kidogo. Barira huyu ni mwanamke alikuwa mtumwa na mume wake, lakini akaja Barira akapata uhuru, akanunuliwa na Bibi Aisha, halafu akaachwa akawa uhuru. Mume wake akawa hakupata mtu wa kumkomboa, akabaki utumwani. Barira akawa hataki tena kukaa na mume yule. Tumefahamiana vizuri hapo? Akawa hataki tena kukaa na mume yule,
Lakini kuna kitu hapa cha kujifunza. Ingawa wakisema wakina marafiki zetu kina marehemu fulani na fulani wanaambua wanawakandia sana wanawake. Lakini ipo hii kwamba mwanzo walikuwa pamoja. Alipojiona sasa katoka utumwani, sasa tena anajiona yuko daraja jingine na mumewe kabaki pale pale, hawafanani. Hili limetukuta sana sisi katika mambo ya kisiasa. Wanawake hao wakati mwingine anagombea ubunge viti maalum, akishapata anamuona yule mumewe tena hawafanani. Yeye maseminaji huko juu huko Yaani wengine si wote hatuwezi kukumuta. Na wanaume nao vile vile wako ambao wanakuwa wako chini na wake zao alafu anakuja kupata anaona tena hawafanani. Na wengine akisha kusoma tu akawa na kidigrii chake kimoja tu. Actually this wife is not suitable to me, you know? She's very local, I can say she's primitive. Wewe shika dabi yako. Mmetoka safari kote mlikotoka huko tena hafai leo kwa sababu ya hicho kidigrii chako. Inatokea hii katika maisha kudharauliana baada ya mtu kubadilika kutoka tabaka moja kwenda tabaka jingine, sasa hatufanani haya bwana. Sasa Barira akaona hafanani tena na nani? Na yule mume wake. Basi Mtume SAW akambembeleza. Akaambia rudia bwana, kakae na mwenzio, itapatikana njia ya kumtoa na nini Akamuuliza, unamuombea au unanishauri? Tukasema namuombea, sitaki. Hakumlazimisha mtu. Sasa ile shafaa, sasa uone kwamba hata Mtume naye alifika mahala akakuwa kisiki cha mpingo kwa hawa jamaa. Basi ujue kuna mambo Ndio hii hadithi ikabidi ibanjwe ile ndoa na nini, arudishiwe mahari. Ndio ukisoma katika babul khulu'i, namna mwanamke anapotaka kujitoa kwenye ndoa utaikuta hadithi tena Na iko ile nyingine pia kaitaja ya kwamba mwanamke alikataa kukaa na yule mume, akaulizwa kwa nini humtaki? Akasema mume mwenyewe kama hivi, akakamata nchi ya kanga yake nguo yake akafanya kamtukana kuliko ile kanga yaani kama sentimita moja tu hivi, alafu kiko kinacheza hivi hakina nguvu haya bwana. Sasa hii ni ya Barira, hii si ya yule mwingine, lakini zote ndio hizo Tunairudia hadithi wa Ibn Abbas radhiallahu anhuma fi qissati Barirata wa zawjiha, katika kisa cha Barira na mumewe. Qala, kasema qala laha nabii sallallahu alayhi wasallam, Mtume alimwambia lau raja'ati, kwa nini usingemrudia mumeo? Qalat ya Rasulullah ta'muruni, akamuuliza Mtume sallallahu, unaniamrisha? Hiyo ni amri ya Mtume nirudi kwa mume wangu? Qala inma ashfa'u, akasema hapana, mimi namuombea tu huyo mume wako, baki naye, titafute njia naye akomboke. Qala, takasema la hajata lifi, mimi sina mahitaji tena na bwana yule, hantoshelezi. Rawahu al-Bukhari. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hiyo ndo habari ya Barira.